Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji wa TV za Kiislamu kutokea katika nchi ya Burundi. Hapa nikizungumzia Abdijon TV, Al-Amn TV, Amigo TV, Rais TV, Al-Istiqama TV, Bambara TV pamoja na TV zingine zote za Kiislamu ambazo mwanzo wa kazi hii hadi sasa hivi zimeendelea kushikamana na jumuiya ya Kiislamu katika nchi ya Burundi Komibu kwa ajili ya kutangaza mambo haya yote yaweze kwenda na Waislamu waende kuyatambua, waweze kuyaelewa, waweze kujua umuhimu wa jambo hili na waweze kushiriki kwa jambo hili. Hatua ya kwanza ilikuwa ni hatua ya kuzika pesa katika udongo ambazo hazionekani hadi sasa, lakini ilikuwa ni hatua ya imani na mshikamano ambayo imetufikisha katika hatua ya pili ya kuweka zege siku hii ya leo. Matarajio yetu ni kuendelea na kumaliza jengo hili ili liwarahisishie mashaikh zetu, viongozi wetu kwa ajili ya kuweza kufanya kazi na kuendeleza Uislamu, kupiga hatua zile ambazo Uislamu tulikuwa tumechelewa kupiga, lakini fikra zilikuwepo. Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, shehe wangu, naibu kadhi katika nchi yetu ya Burundi, Sheikh Jamal, ukiangalia nyuma yako, kitu cha kwanza unahisi nini? Wallahi, nikiangalia nyuma yangu nahisi uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Halafu inanifunza kitu na ni ujumbe ambao nitafikishia vijana, kuwa kila siku na muono wa kujiamini kuwa ninaweza, na ni gonjwa baya sana mtu kukata tamaa kuona siwezi. Kwa hiyo kujiamini, tuliona kama tunaweza na ni kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na yuko Mwenyezi Mungu asiyeshindwa na jambo. Kumbe kinachohitajika ni kuweka mikakati mizuri na kujitazama mlivyo, halafu mnatembea na kuondoka. Haya yametufikisha kwenye hiyo hatua kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala, tunamshukuru kwa hilo. Tumekuwa na tabia ya kuona doa jeusi katika karatasi nyeupe, lakini weupe ule mkubwa ambao unaonekana Waislamu tulikuwa hatuuoni. Ushauri wako ni nini kwa wale ambao bado wanaendelea kufelisha jambo hili, bado wanaendelea kuweka chokochoko ili mambo haya yasiendelee? Wameendelea kukosoa mara kwa mara, mengine hata unaangalia unasema kweli haya yalikuwa hayapaswi kusema hadharani, yalikuwa ni ya kututafuta sisi viongozi na kuzungumza. La ajabu kwa hao ni kwamba jamii ya Kiislamu kwa huu uongozi ambao upo, yapo ambayo imekushafanya mazuri, yapo tena ni mengi, lakini la ajabu hayazungumzwi yale mazuri, na mtu kama vile anafuatilia kwenye dosari. Watu ni viumbe tu, ni wanadamu, sio malaika. Siku moja hawezi kutenda mtu jambo pakakosa ndani yake labda kudondoka. Kwa hiyo ilikuwa kiuadilifu ni kuombea na dua na kunasihiana kwenye mazingira mazuri, lakini ukamuona mtu pale penye dosari ndio anachukua hapo na kupakuza na kupasharehesha. Hii ni miongoni mwa moja tabia mbovu na sio maadili ya Uislamu. Kwa hiyo ningewaombea tu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu awape muono, lakini pia wape nguvu za kumshinda shaitani, watoke kule walipo na waje sote tutembee kwa pamoja ili tukuamue jamii yetu. Kwa mara ya kwanza tulipata kuelewa hatua ambayo tumefikia ili gharimu kiasi gani. Baada ya hapo bado hatujapata tena mwafaka wa kujua Waislamu labda watambue sasa hivi kile ambacho kimetumika ni kiasi gani, kile ambacho kinabaki ili kumalizia jengo hili ni kiasi gani. Unahisi kwa hili inaweza kuwa linapoteza uaminifu au bado mnaendelea kughafilika, au ni kitu gani ambacho kinaendelea katika maandalizi kuhusiana na taarifa? Kidara ni jambo ambalo linahitajika, na kiutu unalazimika kuheshimu akili za wengine. Kwa hiyo wako watu wanachangia na iwe ndogo, lakini apate ripoti. Hivyo liko kwenye meza ya idara yetu, ni kwamba baada ya dale hii inshallah, kabla ya kuendelea na kupandisha viguzo vingine vya kubeba dale ya pili, ripoti hiyo tutakuiteni TV zote hapa nyumbani kama tulivyokaa mara ya kwanza, na kuweza kutoa ripoti kamili insha Allah. Na la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba watu sasa wameanza kuelewa, wanaanza kujituma, lakini sio kwamba wameanza kuelewa, ni kwamba kulikuwa kile kitu ukiumwa na nyoka, hata jani likikugusa unaruka na kuokopa. Tumeishi hivyo mwenye mazingira ya muda mrefu. Kwa hiyo wakawa natazama, je, huyu mradi kweli watu watasimama pale walipo? Sasa ni dhana yangu kuwa wameona kuwa watu wanaanza kusimama, kumbe acha tuwasapoti. Huwezi amini,
Jana baada ya alasiri nimefikisha ofisini milioni karibu 26 ambazo nimezipewa na watu. Unaona, njoo ananipa milioni 5, njoo ananipa milioni 1, njoo hivi. Nilifikisha ofisini pesa kama hiyo. Unaona namna gani gari zinakuja kuleta simenti na hivyo. Wengine labda hatujawatafuta, lakini ni kushukuruni kwa vyombo vyenu. Hivyo ni kazi kubwa mnafanya. Atakuwa mtu amefanya khiana kama atakuwa hajaona umuhimu wa hivyo vyombo kwa kazi mnaifanya. Bila shaka yule hatujamfikia nyumbani, lakini atakuwa kwenye simu yake au kwenye nani hivyo, ameona ile clip ikamvutia akaweza kuja. Mimi niseme ni sote tuko tunatumika kazi ya Mungu. Mwenyezi Mungu inshallah akubebeni muweze kufika pazuri kwenye ndoto zenu kuliko pale ambapo mpo sasa hivi. Kwa kumalizia sasa, shekhe wangu, hatua ambayo tumeifikia, ni wito gani unaotoa kwa Waislamu kwa ajili ya jengo letu na kuharakia fursa hii ya kuchangia katika jengo letu? Nawaita waumini tuache vimaneno. Mwenyewe nimetembea na kitu kimoja kimenisaidia kufunga masikio, na utakuwa umejisumbua kama mwenye simu yangu utarusha baadhi ya clip, nikiona tu kwenye zimetoka au zina ishara ya kitu fulani, mimi huwa hata sifungui kwa sababu zitanisumbua. Ninafunga macho yangu, nafunga masikio yangu kwa mujibu wa aya yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ninachukua kule, anasema Allah, waja wa Mungu ambao wanajitambua, wa idha marru billahi marru kirama, wanapopitia mambo ya upuzi wanapita na heshima zao. Haya washughulishi sana. Kwa hiyo mimi nafunga masikio, natembea na wenzangu wengine mashehe, ili tufike kwenye jambo la kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, na kesho watu wataona umuhimu wa kile ambacho tumo ndani yake. Kwa hiyo ni wito wangu huyo. Nawaita Waislamu kwa ujumla, tushikamane, tutembee, tutoke kule tulikokuwa. Kuna mithali napenda kuitoa kila siku: jitambue, badilika, wacha mazoea. Tukichukua hizo kanuni 3, jitambue, badilika, wacha mazoea, tutatembea vizuri na tutatoka kule ambako tulikokuwa, ambapo alikuwa mtu akitoka nje, sawa Mturuki au Mwarabu wa sehemu yoyote ile, akija Burundi haoni cha kuwasaidia hawa Waislamu wa Burundi zaidi ya vitu viwili: ni maharagwe na mchele kwenye Eidul Fitr, unaona, wanaita iftari, na kuwasaidia mbuzi na ng'ombe kwenye Eidul Adha ili wachinje na wale nyama. Aliona kama miono yetu inaishia hapo kwenye maharagwe na mchele na mbuzi, lakini wakija miaka ijayo, Mungu akituwezesha, wakakuta vitu kama hivi na labda vingine zaidi ya hivyo, mahospitali na nini na hivyo, mimi naamini, sidhani kama watatuletea mbuzi na ng'ombe wala maharagwe na mchele, lakini watatuletea vitu vingine vya teknolojia kwenye dunia imefikia, kwa sababu wanaona sasa kiakili na muono hawa sasa wamekuwa sio wale wa maharagwe na mchele na mbuzi na kondoo na ng'ombe. Kwa hiyo mimi niwaombe tu wenye muono wa mbali waje, tushikamane kwa pamoja, tusahau mambo yetu kule nyuma tumetoka, tutazame mbele wapi tunakwenda kwa pamoja, tukiwa na mshikamano mmoja, muono wetu mmoja, mawazo yetu mamoja. Mungu atakuwa na sisi, atatubeba na tutapiga hatua pale ambapo ulimwengu labda utashangaa, hawa ni wale Waislamu wa Burundi? Ndio wale. Kwa nini wamefikia hapa? Hapana, walichukua zile kanuni 3: jitambue, badilika, wacha mazoea, wakatembea wakaweza kufikia hapa. Abdijon TV.